Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na rais wa Marekani Donald Trump anasema ameagiza kusitishwa kwa mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Wiki hii kulikuwa na joto kali la majibizano katika mitandao mbalimbali ya kijamii na katika vyombo vya habari mbalimbali duniani kwamba huenda itakuwa ni wiki ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku Iran ikisema imejiandaa vyema kwa ajili ya mapambano zaidi kwa ajili ya kuhakikisha inajilinda. Lakini wakati huu rais wa Marekani Donald Trump anasema ameagiza kusitishwa kwa mashambulizi mapya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais huyo amesema kuwa ameagiza juu ya sitisho la shambulizi lolote jipya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ombi la viongozi wa mataifa ya Kiarabu wa eneo hilo, akiongeza kuwa mazungumzo na Tehran karibu yanafikia makubaliano ambayo yatazuia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Wa Iran wanasema wao hawana mpango wa kumiliki silaha za nyuklia, ila tu endapo sasa watashambuliwa upya, basi watazimiliki silaha hizo, watarutubisha uranium hadi 60%. Lakini wakati huu rais huyo ambaye anazuia Iran kutokuwa na silaha za nyuklia anazungumza tu kwa sababu anaona kwamba wa Iran huenda walikuwa na mpango wa kuwa na silaha hizo za nyuklia. Wa Iran wamerutubisha hadi 60% ya uranium ambayo ni zaidi ya kilogramu 400, na sasa rais wa Marekani anaona kwamba pengine huu ni mpango mpya wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran kuwa na silaha za nyuklia, na ndio maana wakati wote anasema yeye mpango wake ni kuizuia Iran kutokuwa na silaha za nyuklia. Lakini wa Iran muda mrefu walisema kwamba hawana mpango huo wa kuwa na silaha za nyuklia. Lakini jambo pekee ambalo wakati huu linafanywa ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump katika moja ya mambo matano ambayo aliwaambia wa Iran ni kwamba angalau wawe na kinu kimoja tu cha nyuklia kama wanataka waendeshe nyuklia kwa ajili ya amani, licha kwamba mwanzoni alisema hataki kabisa wa Iran kuwa na kinu cha nyuklia na kwamba kilogramu 400 za urani iliyorutubishwa inapaswa kuondolewa nchini humo na kupelekwa nchini Marekani, jambo ambalo pia wa Iran walilikataa. Trump alisema kuwa amesitisha operesheni za kijeshi kwa siku 2 au 3 ili kutoa nafasi kwa mazungumzo hayo kufanyika, pamoja na mashauriano na viongozi wa eneo kutoka Saudi Arabia, kutoka Falme za Kiarabu pamoja na Qatar. Inadaiwa kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu UAE upo katika mipango ya kuungana na Israel wakati wa mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran endapo mashambulizi yangeanza. Lakini Iran imesema kwamba moja kati ya eneo ambalo litakuwa na hali mbaya katika jiografia yake ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, kwa sababu itashambuliwa vibaya kwa makombora na kila aina ya silaha iliyopo nchini Iran, si tu kwa ajili ya kushambulia rasilimali za Marekani, lakini pia ni pamoja na kushambulia kila kitu cha Umoja wa Falme za Kiarabu. Inadaiwa pia kwamba raia nchini humo hawapo tayari kuiona nchi yao ikiingia vitani, lakini mamlaka za nchi zinaona kuna haja ya kuingia vitani kwa kushirikiana na Israel pamoja na Marekani. Inadaiwa pia kwamba UAE imeshapata mfumo wa ulinzi wa anga wa Iron Dome ambayo inaamini utaweza kuwalinda, lakini mfumo huo wa Iron Dome ambao upo nchini Israel ulishindwa kuyadungua makombora ya Iran. Ndio sababu wananchi wengi nchini humo, kwa mujibu wa duru za habari, wanakataa nchi yao kuingizwa katika vita ambavyo havina msingi wowote. Iran pamoja na mataifa ya Kiarabu hazijajibu matamshi ya Trump, lakini makao makuu ya jeshi la Iran mjini Tehran yalisema vikosi vya jeshi la nchi hiyo vina nguvu zaidi na vimejiandaa zaidi kuliko hapo awali, na kwamba vipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote dhidi ya Marekani na Israel na nchi nyingine ya tatu ambayo ni Umoja wa Falme za Kiarabu iliyo tayari kuingia vitani wakati huu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu. Bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.